Zia taarifa nyingineyo ambapo wakazi wa soko la Cheptelul katika eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga wanaishi kwa hofu kufuatia visa vya mauaji ya wavulana wawili, tukio wanalodai lilitekelezwa na makundi ya wahalifu yanayoendelea kuchipuka mitaani mwao. Mwenyekiti wa soko la Cheptelul, Humphrey Makamu, anadai hali hii imelazimu wafanyabiashara kufunga biashara zao mapema kwa hofu ya kuvamiwa na magenge hayo, huku akilalama kuwa juhudi zao kupata usaidizi kutoka kwa vitengo vya usalama hazijazaa matunda. Mauaji ya wavulana hawa yanajiri mwezi mmoja baada ya bawabu kuuawa kinyama katika soko la Cheptelul, sasa wakimtaka Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kuhamisha maafisa waliohudumu kwa muda mrefu katika kituo cha polisi cha Cheptelul. Wameacha shule sababu ya ujambazi, na tunaomba serikali watusaidie jinsi ya kulinda usalama wetu kwa hii nchi yetu. Tumeshindwa hata kutembea usiku. Ikifika saa 11 tunashindwa, tutalala vizuri, tuamka asubuhi tunaona ni chungu sana. Nilikuwa natoka makumbusho hapa hivi. Jamaa wawili wenye najua majirani wa hapa karibu ndio wakaanza kunifahimia, wakanikata, akaninyang'anya nyama yenye nilikuwa nayo. Nyama tu ndio walikuwa wanataka. Kwa sababu sasa wanabiashara wangu wanahofia ajui wakati anapofunga biashara yake ni nini ambacho kitafanyika, ama wakati anapokuwa barabarani kuelekea kule nyumbani ni wauni gani ambao atakutana nao kule barabarani. So masaa ya kufungua na kufunga biashara kuna hofu kubwa. Hao makundi wa vijana wale ambao wanajiita majina kama M16, M23, sijui ni M20, #23 na M16 waweze kushughulikiwa vilivyo. Tujue ni akina nani na viongozi wao ni kina nani, ili viongozi hao waweze kueleza sababu ya kuwatuma watu katika maboma za watu na silaha au katika matanga na silaha. Hofu imetanda katika kijiji cha Bunjosi, eneo bunge la Webuye Magharibi, kaunti ya Bungoma, baada ya zaidi ya watu 25 kutoka jamii moja kulazwa katika hospitali